Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, usisite kuendelea kubaki hapo hapo. Cha msingi endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Jambo ambalo ni kubwa kwa kipindi kama hiki ni suala la Trump kuiondoa Marekani katika shirika la afya duniani WHO. Mjadala umekuwa ni mkubwa, sababu hasa za Marekani kujiondoa ndani ya WHO, lakini pia hii inamaanisha nini? Tutaitazama hapa kiundani zaidi. Marekani imejiondoa rasmi kutoka shirika la afya duniani WHO na kuacha shirika hilo la Umoja wa Mataifa bila mmoja wa wafadhili wake wakubwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini agizo kuu la kuashiria kujiondoa mwaka mmoja uliopita baada ya kukosoa shirika hilo kuipendelea China zaidi wakati wa janga la COVID. Sasa hili ni jambo kubwa sana. Rais mpya wa Marekani aliyeapishwa alisema alipokuwa akiidhinisha hati hiyo baada ya kurejea tena katika ikulu ya Marekani. Ilikuwa ni moja ya amri kabla ya utendaji alizotia saini siku ya kwanza kabisa madarakani. Hata hivyo, uamuzi wake huenda sio tu kuathiri utendaji kazi wa shirika hilo la afya, bali hata huduma zake zote duniani kote. Kulingana na taarifa za matumizi ya fedha za hivi karibuni zilizotolewa na WHO, Marekani ndiyo mfadhili mkubwa wa shirika hilo. Hii ni mara ya pili kwa Trump kuamuru Marekani kujiondoa kuwa mwanachama wa WHO. Trump alikosoa jinsi shirika hilo la kimataifa linavyoshughulikia janga la COVID-19 na kuanza mchakato wa kujiondoa kutoka kwa taasisi hiyo ya Geneva wakati wa janga hilo. Sasa enzi hizo Rais Joe Biden baadaye alibatilisha uamuzi huo. Agizo hilo lilikuwa Marekani inajiondoa kwa sababu ya WHO kutokushughulikia janga la COVID-19 ambalo liliibuka Wuhan, China na majanga mengine ya afya ulimwenguni kote. Kushindwa kwake kupitisha mageuzi yanayohitajika haraka na hata kutokuwa na uwezo wa kuonyesha uhuru kutoka kwa yasiyofaa. Ushawishi wa siasa wa nchi wanachama wa WHO pia hilo nalo limeangaliwa. Amri hiyo ya utendaji pia ilisema hatua hiyo ilitokana na malipo yasiyofaa ambayo Marekani ilitoa kwa WHO ambayo ni sehemu ya Umoja wa Mataifa. Trump alipokuwa ofisini kwake kwa mara ya kwanza alikosoa shirika kwa kuipendelea sana China katika kukabiliana na janga la COVID-19. Alishutumu WHO kwa kuegemea China kwa jinsi ilivyotoa mwongozo wake wakati wa mlipuko huo. Mwaka 2020 wakati wa janga la COVID, Trump alisema ikiwa WHO ingekuwa imefanya kazi yake ya kutuma wataalamu wa kimatibabu nchini China ili kutathmini hali ilivyo na hata kuikosoa China kwa kutokuwa wazi, ugonjwa huo ungeweza kudhibitiwa na hata kutokea kwa idadi ndogo sana ya vifo. Shirika hilo liliundwa mwaka 1948 kama sehemu ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Lililenga kuendeleza afya bora, kuhakikisha dunia inakuwa salama na hata kuhudumia yale yaliyokuwa katika hatari zaidi. Taasisi hiyo ambayo makao makuu yake ni Geneva, Uswizi, imekuwa ikipata ufadhili wa lazima na ule wa kujitolea. Kwanza kuna pesa ambazo ni lazima zitolewe na nchi wanachama takriban 194. Kila nchi inatakiwa kulipa kiwango fulani kulingana na Umoja wa Mataifa kupitia mfumo ambao ni vigumu kuelezeka kwa sababu unazingatia utajiri wa nchi na idadi pia ya watu. Pili ni ufadhili wa kujitolea unaowezesha nchi au maeneo kuahidi pesa watakazochangia kwa masuala maalum kama vile chanjo ya ugonjwa wa polio, afya ya wanawake na hata kukabiliana na matumizi ya tumbaku. Marekani ilichangia dola za Kimarekani bilioni 1.284 katika kipindi cha mwaka 2022-2023 kuwezesha WHO, Marekani na nchi nyingine na hata washirika kutambua na hata kukabiliana na dharura, zuio la vitisho vya magonjwa kuenea katika mipaka na hata kuendeleza vipaumbele vingine muhimu vya afya duniani. WHO ilipokea dola za Marekani milioni 363 katika fedha za ufadhili kipindi cha mwaka 2022-2023, ili kulingana na taarifa katika
wavuti wa shirika hilo. Hata hivyo, idadi ya wafadhili imeendelea kuongezeka huku mataifa kama vile Ujerumani, Tume ya Ulaya, Norway, Jamhuri ya Korea zikijiunga na Marekani, India pia na hata Uhispania katika kulifadhili shirika hilo. Baada ya Marekani ni shirika binafsi la Bill pamoja na Melinda Gates Foundation ambalo hutoa ufadhili mkubwa zaidi kupitia hazina ya Global Fund.